Japani. Huyu ndo amevunja rekodi ya dunia kutibiwa. Alipokuwa hospitali anaumwa mfalme huyu, kulikuwa na makundi ya madaktari bingwa wa kila kiungo kimoja katika viungo vya mwili wa mwanadamu walikuwepo. Katika viungo vya mwili wa mwanadamu madaktari bingwa wake walikuwepo. Alafu ule mwili mitambo, kulikuwa na skrini kubwa lakini wanakiona. Na hata mshipa tu wa kichwa ukafanya nywi, kengele inalia hapa, inawaita madaktari waje. Madaktari wanakimbia haraka, wanakuja, wanaangalia pale kwenye screen, wanaoneshwa mshipa fulani wa kichwa umejikunja tu, ile tu kengele imelia. Fulani wa kidole tu katika mguu umejikunja tu, msuri, kengele inalia. Wanakuja na wanaoneshwa, wanamtibu, anapona, analala. Ulipofika wakati wa kutolewa roho, kengele haikulia kusema madaktari bingwa njoni, mfalme anakufa. Walipokuja wamemkuta amekufa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuma jeshi lake, amekuja kuchukua chake, na nyinyi amekuachieni chenu. Mpaka dakika hii sasa hivi, pamoja na mwanadamu anajinasibu ameingia karne ya 20 na 21, eti karne ya sayansi na teknolojia na teknohama yake. Maana ilikuwa ni vishindo uko Ulaya na Amerika, dunia mzima. Watu wameingia katika milenia, katika enzi mpya ya sayansi na teknolojia. Karne ya 20 na 21 inaambiwa kwamba ndio karne ya sayansi na teknolojia. Karne ya 7 inaambiwa ndio sciences of darkness, ndio karne ya giza la kiilmu. Karne ya 7 yasemwa ya kwamba ndiyo karne ya giza la kiilmu. Hawa wazungu wanasema hivyo. Karne ya 7 ndiyo karne ya sayansi na teknolojia, ndiyo karne ya maarifa, ndiyo karne ya kusoma, ndiyo karne mpya, ndiyo enzi mpya, ndiyo new generation mpya, ndiyo kizazi kipya, ndiyo millennium mpya. Karne ya 20 na 21 ni karne ya matumizi, inatumia yale yaliyosemwa karne ya 7. Katika zile aya 5 za mwanzo alizoteremshiwa alipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yupo ndani ya Al-Jabal al-Hira, katika ghari al-Hira, anaambiwa ikra, soma. Imekuja kwa amri tena. Maana yake anaambiwa hii ndio enzi mpya, hii ndio new generation, hii ndio new millennium, hii ndio enzi mpya ya kusoma. Soma. Anaambiwa ya kwamba ule wakati wa kuchukuliwa fimbo ikatupwa chini ikageuka nyoka mkubwa umepita. Ule wakati wa kuchukuliwa mtu akatupwa kwenye moto mkubwa, moto ukateketeza kundi zote, akatoka salama salimini, umepita. Hii ni enzi mpya, ni enzi ya sayansi na teknolojia, enzi za Mazingaombwe
zimepita. Soma. Ndiye mwanadamu pekee na mtume pekee na nabii pekee aliyechaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuja kuleta mabadiliko baina ya mbingu na ardhi, baina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na waja wake. Kwamba enzi hii ni enzi ya sayansi na teknolojia. Iqraa, soma. Bismi rabbika alladhi khalaqa. Kinachotakiwa kusomwa pale hakikutajwa. Qiraa hiki ni kama ilivyokuja katika sura ya 17 Bani Israili aya 13. Iqraa kitabaka, soma kitabu chako. Kinachotakiwa kusomwa pale kimetajwa, asome nini? Kitabu chake. Hapa anaambiwa iqraa, soma. Bismi rabbika, kwa jina la Mola wako. Alladhi, Mola ambaye amejifahamisha. Khalaqa, aliyeumba. Ameumba nini? Ameumba ulimwengu na vyote vilivyomo ndani yake, akavipangilia, akiwemo na yeye mwenyewe huyu mwanadamu, kwamba ameumbwa, kwamba vitu hivi havikutokea kwa bahati nasibu, by chance, vimeumbwa. Hii ni nini? Ni cosmology, ni fani ya kiilmu ya kisayansi inayochunguza habari za kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, na ule uumbwaji wa mbingu na ardhi jinsi ulivyofanyika. Hapa sasa anatakiwa mwanadamu, hii ni enzi mpya, aanze kutumia madarubini, aanze kutumia masatellite kuuchunguza ulimwengu. Kwamba kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi kulikuwa na nini? Kulikuwa na hali gani? Na je, kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, hajaumba mbingu na ardhi, ilikuwa tayari kuna vitu tayari amekwishaanza kuumba? Hii inaitwa cosmology. Ilmu al-kauniyat ni fani ya kiilmu ya kisayansi inayochunguza habari za kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, na ule uumbwaji wa mbingu na ardhi. Qurani imeeleza habari za kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi. Dr. Maurice Bucaille, daktari kutoka chuo kikuu cha Paris nchini Ufaransa, katika kitabu chake The Bible, the Quran and Science, daktari huyu ameeleza ndani ya kitabu chake hiki kwamba Qurani ndiyo kitabu pekee ndani ya ulimwengu huu kilichoweza kueleza kwa ufasaha habari za kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, na ule uumbwaji wa mbingu na ardhi jinsi ulivyofanyika. Qurani imeweza kueleza habari za kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, hali ya kuwa kile kitabu hakipo. Lakini katika karne ya 7 kitabu kilipokuwepo, kikaweza kueleza habari za nyuma yake. Hali ya kuwa kile kitabu hakikuwepo. Huu ndio ubingwa wa Qurani. Qurani ikasema katika sura ya 11 surati Hudi aya 7, wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ardha fi 6 ayami wa kana arshuhu ala al-ma, ila akhir aya. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye aliyeziumba mbingu na ardhi katika muda wa siku 6. Qurani kwanza hapa imeeleza ule uumbwaji wa mbingu na ardhi ulifanyika katika muda wa siku 6. Siku 6 hizi sio hizi tulizokuwa nazo za saa 24 hizi, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Jumamosi, Jumapili, sio hizi.
Hivi ni vipindi vilivyokuwa virefu mno, vikubwa mno. Anayejua urefu wake na ukubwa wake ni Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Na ndiyo maana Qur'ani haikushughulika kutaja umri wa ulimwengu, kwa sababu ni jambo ambalo liko nje ya upeo wa akili ya mwanadamu kuweza kujua. Siku moja ya kuwa na saa 24, masaa 12 mchana, masaa 12 usiku, ndio inakuwa siku moja. Jambo hili liko hapa hapa tu katika sayari yetu inayoitwa dunia. Na hata ukilichukua ukalipeleka kwenye sayari nyingine alipo. Kwa mfano, siku 88 za katika dunia za saa 24, siku 88 za hapa za katika dunia za saa 24, ukizihamisha ukazipeleka kwenye sayari ya Mercury ambayo ni ya kwanza kutoka kwenye jua, huko ndio inahesabika ndio mwaka mmoja. Kwa hiyo kama mtu aliishi kwenye dunia siku 88 za saa 24 za hapa, kama mtu huyu angekuwa yuko kwenye Mercury, ndio anahesabika huyu ndio ana mwaka mmoja sasa hivi. Siku 225 za katika dunia za saa 24 ukizihamisha ukazipeleka katika sayari ya Venus ambayo ni ya pili kutoka kwenye jua, ndio inahesabika kwamba ndio mwaka mmoja huko. Wakati mwaka mmoja wetu katika dunia unakuwa ni siku 365 na robo. Angalia tofauti ilivyo. Miaka 248 ya katika dunia, miaka 248 ya katika dunia na siku 292 ukizihamisha ukazipeleka katika sayari ya Pluto ambayo ni ya 9 kutoka katika jua, ndio inahesabika huko ndio mwaka mmoja. Kama mtu aliishi katika dunia miaka 248 na siku 292, kama mtu huyu katika umri huu angekuwa yuko kwenye Pluto kule, anahesabika huyu ndio ana mwaka mmoja. Anaposema aliziumba mbingu na ardhi katika muda wa siku 6, sio hizi. Sasa msikilize anavyoeleza kuhusu siku moja ya kwake. Katika sura ya 22 suratul Hajj aya 47 anasema, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uduna, hakika siku moja ya kwa Mola wako kama miaka 1000 mnayohesabu nyinyi katika hesabu zenu za kidunia hapa, kwake yeye ndio siku moja yake. Tena pale imekuja ka'alfi sanatin, kama miaka 1000, ina maana inaweza ikazidi pale 1000, inaweza ikazidi ikawa zaidi ya 1000, ndio siku moja ya kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kesho ya yaumul kiyama akikwambia tunakuhukumu kwenda kukaa motoni siku moja, uelewe siku moja ya Mwenyezi Mungu ni tofauti na siku moja ya hapa ya kwako wewe ya katika dunia. Watukufu wa Islam, Qur'ani lakini inasema wakana arshuhu ala alma, kabla ya kuumba mbingu na ardhi alikuwa tayari amekwishaumba maji. Maji yalikuwa tayari yamekwisaumbwa kabla ya kuumba mbingu na ardhi. Maji yalikuwa tayari yameumbwa. Arshi ilikuwa tayari imekwisaumbwa, na ile arshi ilikuwa iko juu ya maji. Hapa mbingu na ardhi zilikuwa bado hazijaumbwa. Wanasayansi, watu wa cosmology, watu wa physics, watu wa geology wamewauliza wasomi wa Qur'ani, ikiwa kama Qur'ani inaeleza ya kwamba kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi ilikuwa tayari maji yamekushaumbwa, yale maji sasa yalikaa juu ya kitu gani? Kwa sababu sasa hivi maji ya bahari, mito na maziwa yamekaa juu ya mgongo wa ardhi, yamekaa juu ya kitu kinachoitwa ocean floor, ile sakafu ya bahari, na ile sakafu ya bahari imebebwa na ardhi. Na moja katika vituko vya siku ya kiyama,
Mwenyezi Mungu anasema wa idhal biharu fujirati, pindi bahari zitakapopasuliwa. Atakachokwenda kupasua ni nini? Atakwenda kubomoa ile ocean floor, ile sakafu ya bahari iliyobebwa na ardhi, na juu ya ile ocean floor ndio yako maji, itabomolewa. Na jambo hili lilikwisha fanyika wakati wa gharka ya Nabii Nuhu, aliipasua ile ocean floor. Wakati wa tetemeko la ardhi la tsunami la chini ya bahari, ilipasuliwa ile ocean floor, maji yalipanda. Wanasema wanasayansi, katika eneo la nchi kavu ilikuwa ni sawa sawa na bara moja lilikuwa limefunikwa, ilikuwa dunia inagharikishwa. Waliokuwepo kule Indonesia waliyakimbia yale maji kwa kutumia gari, hawakuweza. Maji yalikwenda kilomita 300 kwa saa, walifunikwa na maji, hawakuweza. Sasa hapa Qur'ani inasema kwamba ilikuwa maji tayari amekwisha umba, arshi alikuwa amekwisha umba, na ile arshi ilikuwa juu ya maji. Wanasayansi wanawauliza wasomi wa Qur'ani, yale maji yalikaa juu ya kitu gani? Maji yana hali kuu tatu. Hali ya kwanza ni hali ya umiminika, kama vile unavyofungua bomba yakamwaika yale maji, yale ni maji. Maji yakiwa katika hali ya umiminika, inabidi lazima kipatikane chombo kiwekwe ya kingo yale maji yakae juu ya kitu. Hali ya pili ya maji ni hali ya mgando. Ukichukua bakuli ukayatia maji ukayaweka kwenye friji ya kiganda, yale ni maji. Maji yakiwa katika hali ya mgando pia yanahitaji yakae juu ya kitu. Hali ya tatu ya maji, ukiwauliza wanakemia maji ni nini, watakwambia maji ni muunganiko wa hewa ya hydrogen na oxygen. Gesi hizo mbili zikiungana ndipo kinapopatikana kitu kinachoitwa maji. Maji yakiwa katika hali ya kigesi, gaseous, hayahitaji kukaa juu ya kitu. Qur'ani imesema kweli. Qur'ani inapokuja kusema ya kwamba kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, kilichokuwa cha kwanza amekiumba kwamba yalikuwa ni maji. Yale maji Qur'ani inaeleza hapa ya kwamba yalikuwa katika hali ya kigesi, hali ambayo hahitaji yale maji yakae juu ya kitu. Ukiwauliza wanasayansi, watu wa cosmology, chanzo cha ulimwengu huu mwanzo wake ulikuwaje mpaka ukapatikana maumbile yote, wanasema mabilioni ya miaka iliyopita, kuli aina mbalimbali. Kumbe Qur'ani imekwisha sema. Qur'ani inaposema kwamba aliyaumba maji, yale maji yalikuwa katika hali ya kigesi, ilikuwa tayari hydrogen, nitrogen, ilikuwa tayari helium, ilikuwa nitrogen, neon, oxygen, carbon dioxide, zilikuwa tayari amekwisha ziumba. Zile gesi ndio zilikuja zikavutana, ndio zikatengeneza maada moja, mfano wa tofali moja, lililokuwa kubwa na lililokuwa gumu. Watukufu wa Islam, leo tuna insha Allah taala, kesho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa taufiki yake tutaendelea na darasa letu. Watukufu wa Islam, tunaonyesha Qur'ani ni kitabu cha namna gani na jinsi gani Waislamu tulivyokuwa mbali na kitabu chetu, na tunatakiwa tufanye nini katika kitabu chetu na dini yetu. Wakati huo hatuna, ni kwa sababu ya magomvi tuliyokuwa nayo. Wakati watu wanaendesha dunia kwa kitabu hiki, sisi tunagombana. Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubeir bin Ali ameshapata kusikika akisema, Waislamu tuonyeshe faida ya magomvi yetu, tuonyeshe kusema ule ugomvi wa mwaka fulani ule ndio tumpata televisheni ya Kiislamu, ule ugomvi wa mwaka fulani ule ndio tumpata radio hii ya Kiislamu, ule ugomvi wa mwaka fulani ule ndio tumpata chuo kikuu hiki. Tuonyeshe Waislamu, wakati umefika tuache magomvi, tuungane. Na ni lazima Waislamu
tuwe na taadhima kuwaheshimu viongozi wetu wa dini. Ni lazima tuwaheshimu viongozi wetu wa dini. Mtu asije tu akaliona jambo pengine kwenye mtandao au kwenye gazeti, manake mtu anaweza kaandika habari yake akaiweka tu hapo. Mtu akaona ofisi ya Mufti Zanzibar imefanya kadha, imesema kadha, wala hana uhakika nao lile jambo, akalibeba na yeye akaandika lake, akaanza kumtukana mheshimiwa Mufti, akaanza kuitukana ofisi ya mheshimiwa Mufti, wala hana uhakika juu ya hilo. Na tumeelekezwa, injaakum fasiqun binaba'in fatabayanu. Uislamu umeelekeza, mkiletewa habari kwanza ipokeeni, ndio, alafu muitafakari, muipeleleze kwamba habari hizi zina ukweli ndani yake. Waislamu tubadilike, tuwasimamie watoto wetu kuhusu shule, wasome huko physics, chemistry, biology, history, geography. Tuwasimamie watoto wetu wasome Qurani, waijue Qurani. Ulimwengu tuliokuwa nao ni wa hoja za kisayansi, wawe mabalozi wazuri wa kuisimamia ile Qurani na kuieleza ile Qurani na kuitetea ile Qurani. Tuache magomvi Waislamu na tupendane Waislamu.